Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kushare na kulike mambo tofauti ya kimataifa ambayo mimi naendelea kukupatia kila eneo, kila engo, yote mkusanyiko wake uko hapa. Nitakuletea simulizi ya kuhusiana na DRC Congo, kutoka Zaire mpaka DRC Congo, yapi ambayo yalijiri. Na historia ambayo tutajikita nayo hii leo ni kuhusu Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, mmoja wa viongozi mashuhuri na wenye utata barani Afrika. Alipata madaraka nchini Kongo kupitia mfululizo wa migogoro ya kisiasa, mapinduzi pamoja na udhaifu wa serikali mara tu baada ya kupata uhuru kutoka Ubelgiji mwaka 1960. Hatua zilizompandisha Mobutu kutoka mwanajeshi wa cheo cha chini hadi kuwa rais mwenye mamlaka makubwa zaidi. Kongo ilipata uhuru tarehe 30 Juni 1960 ikiwa na taasisi dhaifu, ukosefu wa viongozi wenye uzoefu na jeshi lililoathiriwa kutoka kwa wakoloni. Ndani ya siku chache kulizuka mgawanyiko wa kisiasa kati ya Rais Joseph Kasavubu, Waziri Mkuu Patrick Lumumba na majimbo yaliyotoka kujitenga, hususan Katanga chini ya Mose Tshombe. Ubelgiji na Marekani walihusisha kwa kiasi kikubwa kutokana na vita baridi pamoja na utajiri wa madini wa Kongo. Mobutu, jina lake halisi Joseph Desire Mobutu, alikuwa mwanajeshi aliyefanya kazi kama mwandishi wa habari na baadaye alijiunga na jeshi la Kongo. Lumumba alimteua kuwa chief of staff wa jeshi. Mobutu alipata nguvu na ushawishi mkubwa katika kipindi ambacho viongozi wa kiraia walikuwa wanakabiliana na migawanyiko. Tofauti za mamlaka kati ya Kasavubu na Lumumba zilifikia kilele Septemba 1960, ambapo kila upande ulimfuta mwenzake madarakani. Katika hali ya sintofahamu, Mobutu alitangaza kile alichokiita mapinduzi mnamo Septemba 14, 1960. Hatua hii haikumteua rais mpya, bali iliweka bunge lisimame, serikali ya wataalam, lakini pia Lumumba kuwekwa chini ya ulinzi. Hatimaye Lumumba alikamatwa na baadaye kuuawa Januari 1961 katika tukio lililoshirikisha wanajeshi wa Katanga pamoja na msaada wa nje. Baada ya kifo cha Lumumba, Kongo iliendelea kukabiliwa na uasi wa majimbo, mapigano ya waasi wa Lumumbisti. Kasavubu aliendelea kuwa rais, lakini hakuwa na udhibiti wa kutosha juu ya jeshi na kundi la Mobutu. Jeshi likiwa taasisi pekee iliyotulia, lilimpa Mobutu nguvu ya kuwa muamuzi wa migogoro ya masuala mazima ya kisiasa. Kufikia mwaka 1965, mvutano kati ya Rais Kasavubu na Waziri Mkuu Tshombe ulikuwa umerefuka sana. Nchi ilitumbukia tena kwenye mgawanyiko. Mobutu alitumia hali hii kutangaza mapinduzi ya pili. Mara hii alichukua uongozi kamili wa nchi. Alitangaza kwamba anasimamisha shughuli za kisiasa, anavunja bunge na anakuwa kiongozi wa juu wa taifa. Hatua hii ilipokelewa kwa shangwe na baadhi ya Wakongo waliokuwa wamechoshwa na machafuko, na pili iliungwa mkono na mataifa ya magharibi kama Marekani kwa sababu za kisiasa dhidi ya ukomunisti. Mnamo mwaka 1967 Mobutu alianzisha chama chake cha MPR, yani Movement Popular Revolution, chama pekee nchini humo. Aliimarisha utawala wa mtu mmoja, alibadili jeshi, utawala pamoja na uchumi kuwa chini ya udhibiti wake binafsi. Alibadili Kongo kuwa Zaire mwaka 1971 na kufuata sera zake mwenyewe kama sehemu ya kujenga uthibitisho wa kitaifa. Kutoka mwanzo wa utawala wake, alijijenga kama mtawala wa kimabavu, akitegemea jeshi alilolitengeneza kwa uaminifu kwake. Lakini uungwaji mkono wa Marekani na Ulaya Magharibi walimuona kama ngao dhidi ya ushawishi wa Mashariki wakati wa vita baridi. Rushwa, udhibiti wa vyombo vya habari na kitisho kwa wapinzani. Katika miaka 1970 alianzisha sera mbalimbali na kubadilisha jina la nchi kuwa Zaire. Kwa nje alionekana kama kiongozi thabiti, lakini chini ya uso huo alikuwa akididimiza uchumi, wizi wa mali ya taifa hilo, kujenga matarajio yasiyo ya halisi ya kisiasa na hata kukandamiza upinzani.
Kwa miongo takriban miwili hakuna aliyedhani Mobutu angeangushwa kirahisi sana, lakini hali ilianza kubadilika polepole. Kuanguka kwa muungano wa Kisovieti mwaka 1991 kulibadilisha lugha ya kisiasa duniani. Marekani na Ulaya hawakuhitaji tena kumlinda Mobutu kama kinga dhidi ya ukomunisti. Badala yake walitaka mageuzi, demokrasia na hata uwajibikaji. Mobutu alijikuta amepoteza nguvu muhimu ya kimataifa iliyomlinda kwa miongo kadhaa. Ndani ya Zaire watu walikuwa wamechoka na hata kuporomoka kwa uchumi. Umasikini uliongezeka, hali ya huduma za kijamii iliharibika, mishahara haikulipwa na hata benki zilifilisika. Mobutu alijaribu kupunguza presha kwa kuanzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1990, lakini bado alichelewesha na hata kuvuruga mageuzi. Aliendelea kucheza siasa za mgawanyiko, lakini dunia haikuwa tayari kumvumilia. Kwa mara ya kwanza dunia ilianza kumgeuka na nguvu yake ilianza kupasuka kabisa. Mwaka 1994 kulikuwa na tukio muhimu lililobadilisha historia ya Zaire, mauaji ya kimbari ya Rwanda. Wahutu wengi wakiwemo wanachama wa jeshi la zamani la Rwanda na wanamgambo walikimbilia Kongo Mashariki. Hii ilisababisha mambo matatu makubwa. Kwanza, kambi kubwa za wakimbizi ambao walihifadhi pia wanamgambo wenye silaha, mashambulizi kutoka makundi ya Wahutu dhidi ya Rwanda kutoka eneo la Kongo. Rwanda chini ya Paul Kagame kuwapa kuingia Kongo kuwasaka Wahutu wenye silaha. Mobutu hakuwadhibiti vyema Wahutu walioingia Kongo, jambo ambalo Rwanda na upande wa nchini Uganda waliona kama tishio kwa usalama wao. Huu ndio ukawa moto ulioanzisha ganzi ya kumwangusha Mobutu. Kutokana na hali hiyo, Rwanda na Uganda waliamua kuunga mkono wapinzani wa Zaire kwa siri na baadaye wazi wazi. Waliungana na Laurent Desire Kabila, mwanamapinduzi wa zamani aliyekuwa amepotea siasa kwa miaka mingi sana, lakini aliyekuwa na historia ya ujamaa na hata upinzani dhidi ya Mobutu. Mwaka 1996 walizindua Alliance for Democratic Force for the Liberation of Congo. Hii ilijumuisha kikosi cha Kabila, vikosi maalum vya Rwanda, vikosi vya Uganda na baadhi ya waasi wa ndani nchini Zaire. Hii ilionekana ni kama mapinduzi ya ndani, lakini ukweli kwamba muungano wa wanajeshi wa Rwanda na Uganda uliongozwa kisiasa na kikabila. Juhudi za kutokomeza makundi ya Wahutu wa kivita waliokuwa Kongo na fursa ya kumng'oa Mobutu ilikuwa imedhoofika kisiasa. Kampeni ilianza mashariki mwa Kongo katika miji ya Uvira, Bukavu pamoja na Goma. Jeshi la Mobutu lilikuwa limeshuka moyo. Lilikuwa lina upungufu wa kulipwa mishahara, lilinyoshewa silaha na magaidi wa ndani. Hii ilichukua miji kwa kiasi isiyo ya kawaida, na kwa miezi michache tu walikuwa wamevunja ngome ya wanamgambo wa Wahutu pamoja na vitengo vingi vya wanajeshi wa Mobutu. Wananchi waliokuwa wamechoshwa na Mobutu waliwapokea kwa uokovu katika maeneo mengi. Wakati kundi hilo linaendelea, Mobutu alikuwa mgonjwa akitibiwa nje ya nchi kwa kansa ya tezi dume aliyeyafanya kwa mbali hayakuwa na ufanisi wowote. Mobutu aliyewahi kuonekana kama simba wa Afrika sasa alianza kupoteza jeshi, uungwaji mkono wa kimataifa na hata umma wa ndani na uwezo wa kifedha pia. Jeshi lake lilianza kukimbia bila kupigana na wapiganaji wa AFDL ambao hao waliendelea kusonga. France ilijaribu kumsaidia Mobutu kidogo, lakini pia haikuweza kuzuia upepo wa mabadiliko. Wakati AFDL inaendelea kuelekea upande wa magharibi, Mobutu alijaribu kutafuta mkutano wa suluhu na Kabila chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Majaribio hayo yalifanyika nchini Afrika Kusini yakiongozwa na Rais Nelson Mandela enzi hizo. Lakini kulikuwa na matatizo mawili. Mobutu aliendelea kudai kuwa rais halali na aliyekuwa mgumu kuondoka. Kabila alishinda vita kwa kasi, hakuwa tayari tena kwa mazungumzo. Mazungumzo yalivunjika mara tu baada ya hapo, mashambulizi yakazidi kwa kasi. Mwaka 1997 wanajeshi wa AFDL walifika kwenye mji mkuu wa Zaire, Kinshasa.
Wakati huo jeshi la Mobutu lilikuwa limekata tamaa, miji mingi ilikuwa imeshaanguka, maafisa wa serikali walikuwa wanatoroka, wananchi walikuwa hawana tena imani na serikali. Mobutu aliona kuwa mwisho umefika. Machi 7 Mei 1997 Mobutu alikimbilia nje ya nchi. Awali alielekea Togo kisha Morocco. Tarehe 17 Mei 1997 AFDL iliingia Kinshasa bila upinzani mkubwa. Wananchi walishuhudia kuanguka kwa moja ya tawala ndefu zaidi barani Afrika. Baada ya kuingia Kinshasa, Laurent Desire Kabila alitangaza mwisho wa jina Zaire, kurejeshwa kwa jina la nchi kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kuondolewa kwa katiba ya zamani na hata kuzaliwa kwa serikali mpya. Alitangaza kuwa yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kongo na aliahidi amani na umoja. Hata hivyo, ingawa Mobutu aliondolewa, matatizo ya nchi hayakuisha kabisa. Baadaye Kabila naye aliingia katika vita. Ni vita gani ambayo aliendelea kuipigana Kabila? Mara baada ya yeye kujitangaza kwamba ni rais wa Jamhuri ya pale Kongo. Nitaendelea kupatia mwendelezo wa hii, mtazamaji wa Zaki Digital. Endelea kufuatilia na kukaa hapo hapo pembezoni mwa channel yako.